Kutokana na umuhimu wa sekta ya nishati kwa maendeleo ya nchi, niliahidi kuwa serikali itaimarisha upatikanaji wa nishati nchini, hasa kwa kukamilisha ujenzi wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere na kufikisha umeme kwenye vijiji vyote. Nafurahi kulitaarifu Bunge kwamba msukumo uliotolewa na serikali umewezesha ongezeko kubwa la uzalishaji wa umeme kutoka megawati 1601.84 mwaka 2020 hadi megawati 4031.71 mwaka huu. Hali hii imechangiwa na ukamilishaji wa miradi mbalimbali ya uzalishaji na usambazaji umeme, ikiwemo mradi wa kielelezo wa kuzalisha umeme kwa kutumia maji wa Julius Nyerere wenye megawati 2115. Vile miradi mingine iliyokamilika katika kipindi hiki ni mradi wa kuzalisha umeme wa Kinyerezi Extension kwa kutumia gesi asilia na mradi wa Rusumo ambao umetekelezwa katika mto Kagera kwa kushirikiana na nchi tatu, Tanzania, Burundi na Rwanda, kwa mgawanyo sawa wa umeme wa megawati 26.67 kila nchi. Serikali pia imekamilisha miradi ya usambazaji umeme ikiwemo mradi wa ujenzi wa njia za usafirishaji umeme wenye urefu kilomita 414 kutoka Singida hadi Arusha na Manga, kilomita 144 kutoka Geita Nyakanazi, njia ya Julius Nyerere hadi Chalinze, njia ya Nyakanazi hadi Kigoma, njia ya kilomita 115 kutoka Tabora Urambo, njia ya kilomita 94 kutoka Rusumo Nyakanazi na kwenye njia ya reli Standard Gauge Railway. Mafanikio hayo yameongeza upatikanaji wa nishati ya umeme ya uhakika katika maeneo mbalimbali nchini. Aidha, tumefanikiwa kuiunganisha mikoa ya Kigoma na Katavi kwenye gridi ya taifa ya umeme. Kama tulivyoahidi, tumefikia hatua kubwa na ya kihistoria kwenye usambazaji kwa kuweza kupeleka umeme kwenye vijiji vyote 12,318 vya Tanzania bara kama tulivyoahidi. Kwa sasa tunaendelea na kazi ya kupeleka umeme kwenye vitongoji ambapo tayari vitongoji 33,657 kati ya 64,359 vimeshafikiwa na umeme sawa na 52.3%. Serikali pia ina mpango wa kuzalisha nishati mbadala kupitia vyanzo jadidifu, lakini pia hivi karibuni wakati namwapisha mkurugenzi mtendaji wa TANESCO nilimwelekeza umuhimu wa kuanza kuzalisha nishati ya umeme kwa kutumia nyuklia. Aidha,